Swali. Kwa ni mmoja kati ya watu ambao mmewasiliana, lakini pia tumeona kipindi MC Pilipili akiwa Mwanza ni mmoja kati ya watu ambao wanaonyesha kwa ukaribu sana kujaribu kwa namna moja ama nyingine kuweza kumsaidia. Ukipata hii taarifa kwa wapi, lakini pia unaweza kumzungumziaje marehemu kwa namna moja ama nyingine? Taarifa ile nilipata nikiwa niko nyumbani siku ya Jumapili, na hiyo ilikuwa ni baada ya kuwasiliana naye siku ya Ijumaa, kwa sababu nilimwalika Pilipili aje Jumamosi nyumbani kwangu. Nilikuwa na event ya kumpongeza kijana wangu amepata komunyo ya kwanza, na akanambia kumraba atakuwa na majukumu amemtight, ila ikiwa pamoja safari ya Dodoma ambako alikuwa anakuja Jumapili, na amekuja na akanambia kwamba akitoka huko Dodoma atarudi kwa ajili ya kumpatia dogo zawadi. Isiso taarifa zilinikuta kesho yake sasa baada ya shughuli, wakati namtegemea Pilipili aje na zawadi, lakini napata taarifa kwamba Pilipili amefariki. Kwa hiyo iliniuma sana na ilinigusa sana kwa namna ya kipekee, kutokana na ukaribu wetu ambavyo umekuwa kama hivyo ambavyo umesema, na hicho ambacho nilikifanya ilikuwa ni katika kumfanya Pilipili arudi kwenye ubora wake ambao alikuwa nao hapo awali, na nashukuru Mungu Pilipili alikuwa anarudi kwenye ubora wake. Pilipili alikuwa anarudi kwenye ule, unajua, ukali wake, unajua na alikopo yuko okay, alikuwa yuko fiti kabisa. Mimi nakumbuka nilipopigiwa simu, kuna mtu mwingine alifikiria akasema kwamba ni mambo ya depression. Mimi nikasema hapana, Pilipili alikuwa hana depression, Pilipili alikuwa hana msongo wote wa mawazo kwa kipindi hicho, kwa sababu nilikuwa naamini Pilipili alikuwa yuko okay. Sawa, kwa hiyo ni kitu ambacho kilinigusa kwa namna ya kipekee, na tuko hapa kusherehekea maisha yake kwenye safari yake ya mwisho tunapomwaga hapa nyumbani kwao sasa. Lipi ambalo unaweza kuambia mastaa, hasa ambapo unaona kwa Mandojo ilikuwa hivi, unaona tena imekuja kwa MC Pilipili hivi, inaleta taswira gani hasa kwenu kama mastaa, watu ambao wanafahamika kwenye jamii? Ukiona ndugu wenzenu ametoka amepata majanga kama haya, inakufunza, unapata funzo gani? Mimi nafikiri sio kwa mastaa tu, ni funzo kwa kila mtu ambaye kwa sababu inaweza kumtokea ambaye ni star na ambaye sio star, unajua na ni majanga ambayo hakuna mtu ambaye anakopa anayeombea, yanatokea. Kwa hiyo mimi cha kusema ni kwamba sisi tunapokuwa tuwe makini kwenye maisha yetu, kwa sababu binadamu sasa hivi tumekuwa watu wa ajabu sana. Unaweza kufikiri mtu ni rafiki yako, lakini unajua kumbe ndio huyo ndio adui yako, na wakati mwingine unaweza kawa unafikiri kila mtu anakupenda, lakini sio kila mtu anakupenda. Hiyo ndio message ambayo naweza nikaipeleka. Kwa hiyo tunavyoishi kwenye maisha yetu, whether uwe star ama usiwe star, basi jua kabisa kwamba yani wewe upo katikati. Kwa hiyo usijiachie hivyo kwenye maisha yako unavyoishi. Kwa hiyo lazima uwe ni mtu wa kubalance, uwe makini sana. Kuna muda umezungumzia mtoto wako alikuwa anaelekea kwenye sherehe na MC Pilipili alikuwa anakuja kumpatia zawadi, na mapokeo ya kijana wako ambaye alikuwa anakuja kupatiwa zawadi yamekuwaje baada ya kusikia kwamba yule alikuwa anakuja kupatiwa zawadi amepoteza maisha? Hapana, sio kwamba ni sababu ni kijana mdogo, he is just 10 years old. Kwa hiyo shughuli ambayo nilialika watu wengine, ndugu jamaa na marafiki. Kwa Pilipili alikuwa ni mmoja wa invitees, nilimwalika. Siku za mwisho labda MC Pilipili, kutokana na hii taarifa iliyotoka kwamba alijeruhiwa hadi kuuawa, aliwahi kuambia labda ana maadui wote au aliwahi kushuhudia akiwa na maadui labda? Kiukweli mimi kwanza nilishushwa zaidi, kwa sababu unakuaje adui na Pilipili? Mimi nilisema how can you unaweza kuja na adui na MC Pilipili, kwa sababu MC Pilipili ni mtu ambaye ana urafiki na kila mtu, ni mtu ambaye ni mnyenyekevu, ni mtu ambaye ni mcheshi. Pilipili is like, yani anakutana na mtu, nakutana na wewe, nakutana na Pilipili pia nakufahamu wewe, mimi sikufahamu, lakini Pilipili anaweza kanifanya mimi na wewe tukawa marafiki. Unaelewa? Kwa alikuwa ni mtu wa connect watu. Pilipili anaweza kukaa na mwanasiasa, anaweza kukaa na msanii, anaweza kukaa na mtumishi wa Mungu, anaweza kukaa na mwanamichezo, na alikuwa ni mtu ambaye anajichanganya na kila mtu. You see, mimi unajua kupata taarifa ya msiba ni jambo moja, lakini kupata taarifa ya msiba kwamba Pilipili amefariki tena kwa kupigwa ndio kiliniuma zaidi, kwa sababu unampigaje Pilipili? Kwa nini umpige Pilipili? Kwa hiyo kuna time nafikiria kwamba kuna ile wakati anapigwa the way ambavyo pengine alikuwa ama anacheka, unajua so Pilipili is always smiling, you know, maybe he was smiling like bro niache la bro niache, so yani inauma sana. Mwisho alikuwa anaandika sana ujumbe wa kushukuru
Yeah. mambo aliyofanyia. Ni ujumbe gani ukikumbuka alioandika unakuumiza sana? Kwanza mimi nilikuwa namkataza kwa sababu ilifika time ikawa ni too much. Yaani nilikuwa ukienda kwa mfano kwenye DM tunavochati, zile message za collab ni nyingi sana kwamba kila kiposti kitu labda nguo nimemvalisha labda ama aweke anaweke Garabi. Kwa hiyo nikanaambia bana, pilipili zimekuwa nyingi sana. Hemu kausha tufanye vitu vingine. Na pilipili anakuambia mimi siwezi kuacha. Na ikawa anaenda na kiposti anasema mimi siwezi kuacha. Yeye alikuwa ni mtu wa kushukuru sana. Pilipili ni mtu wa kushukuru sana. Mimi nakumbuka alinipigia simu wakati mwingine ananiambia, bro, unajua simu zinaita sana sasa hivi. Yaani na sijui jinsi ya kukushukuru kwa sababu simu zinaita tofauti ilivyokuwa. Sasa hivi ni Pilipili alikuwa ameshaanza yani alikuwa ameanza kujistabilize. Unajua ndio maana sasa Pilipili alikuwa okay. Katika message katika nyingi ambazo amezituma nyingi. Nakumbuka ya mwisho alipost na akasema, brothers kitambo, God bless you MC Garabi. Ukiacha katika nyingi message nzuri alizoongea, hiyo God bless you MC Garabi, kwa sababu ndo post ya mwisho ni post kama wiki moja kabla, na akaandika ujumbe God bless you MC Garabi. Yeah.